Mwezi Julai siku ya mashujaa, na leo ningependa nifanye kipindi kifupi nimweleze shujaa mmoja tu, na ili tuangalie jinsi historia yetu ilivyokuwa na matatizo. Kuna huyu mama jemadari wa vita vya Majimaji na mwanamke pekee ambaye alizikwa katika kaburi la halaiki baada ya kunyongwa na Wajerumani. Huyu akitajwa, anatajwa kwa jina moja tu, kwa jina la Mkomanile, hana jina lingine, na si kawaida mtu akatajwa kwa jina moja. Kuna mtu anaitwa Johannes Hafliger. Sidhani kama watu wengi wanamjua. Huyu Johannes Hafliger alimpa jina Mkomanile Jacinta, na chanzo chake ni hiki. Baada ya makamanda wale wa vita vya Majimaji kukamatwa, wakahukumiwa kifo, na katika hawa majemadari wa Majimaji alikuwapo Khadija Mkomanile, mwanamke peke yake ambaye alikuwa nduna wa ngome. Yeye alikuwa na mchango mkubwa katika kupambana na Wajerumani. Basi wakati zama lile jeshi, zama wale makamanda wote, robo tatu ya wale walikuwa ni Waislamu, na majina yao ya Kiislamu yalikuwa dhahiri yanaonekana pale. Basi akaja Johannes Hafliger kutoka Peramiho. Peramiho ina historia kubwa sana katika historia ya Katoliki Tanganyika nzima na huko kusini. Akazungumza na hawa makamanda waliohukumiwa kifo, akawaambia, nyinyi kama mtakubali kubatizwa, yani mkubali kumpokea Yesu, hii hukumu ya kifo itafutwa, na hakuna mtu ambaye hajui thamani ya maisha. Sasa akawa anawabatiza na kuwapa majina ya Kikristo. Sasa huyu Mkomanile akapewa jina la Jacinta. Nimesema kwa mwanzo kuwa nataka nimzungumze Mkomanile peke yake. Jana huko Ruvuma imefanyika maadhimisho ya kumwadhimisha Khadija Mkomanile, lakini jina lake la Khadija mahali popote hutoliona, na nitaweka picha hapo mtaitizama, na imewekwa picha yake pale. Namtizama huyu, na jina la Jacinta vile vile hawakuweka, na hii kidogo imenishangaza, sijui kwa nini Jacinta kuweka. Sasa tumejuaje sisi habari hii? Kuna vijana walikwenda kwenye makumbusho ya Majimaji Mahenge, Ruvuma, Songea, na kule kuna mengi, lakini leo nataka kulizungumza hili dogo tu. Wakakuta orodha ya majemadari 66 walionyongwa na kuzikwa katika kaburi la halaiki, na kulikuwa na majina yao ya Kiislamu na majina mapya yaliyopewa Kikristo, na kulikuwa na fremu ya kioo
madhubuti imewekwa, na chini kuna sahihi ya Johannes Afrika kwa yeye ndio aliwabatiza hawa. Wale vijana wakaomba ile fremu watoe fotokopi ili wapate haya majina, lakini wasimamizi wa makumbusho wakawakatalia. Hiyo ilikuwa mwaka 2007. Mwaka 2009 wakarudi, wakakuta ile fremu haipo, na walipoulizwa wakaambiwa kuwa imechukuliwa na Mjerumani mmoja, imepelekwa Ujerumani na aliahidi kuwa itarejeshwa, lakini mpaka wakati huo wanakwenda vijana ilikuwa haijarejeshwa, na wakaona majina mapya ndio ambayo yanaonyeshwa ya wale watu ambao wale majemadari walionyongwa kwenye vita vya Majimaji. Lakini pembeni kuna kaburi moja la Nduna Songeambano, na huyu hali kadhalika jina lake la Kiislamu halipo. Songeambano jina lake ni Abdurauf, na katika vitabu vingine, na mimi nimeona kwa jicho langu, naweza nikaweka hapa na picha, wakimwita Wawufu kwa ile kushindwa kutaja kutamka la Abdurauf. Yeye amezikwa peke yake kwenye kaburi peke yake, na ile kaburi ukilitizama ni kaburi kama kaburi kawaida ya Kiislamu. Nini maana yake hii? Ni kuwa hofu nadhani iliwakuta watu wa Peramiho, na ndio kisa cha kumtuma Johannes Afrika kwenda kuwabatiza wale kwa khidba, kwa sababu waliwabatiza kama nilivyosema wenyewe na wakawanyonga vile vile. Ni kuwa hapo Songeambano, hapo Songea pangekuwa na makaburi mengi ya Kiislamu kuonyesha hawa waliopambana na Wajerumani wengi wao walikuwa ni Waislamu. Sasa nini umuhimu wa Songeambano? Songeambano, Abdurauf Songeambano Nduna, kuna barua anamwandikia Chief Mataka bin Hanim Masaninga, barua akimrai kuwa wamalize ugomvi wao, amletee majeshi wa sasa hivi wanapambana na Wajerumani, warudishe nguvu yao waweze kuwashinda Wajerumani na wajinusuru na ashari yao. Hii barua ukisoma wewe inaweza kukuuliza, barua ambayo inaanza na Bismillahirrahmanirrahim. Sasa mtu anapokuja kubadilisha historia akaleta historia nyingine, hakika jambo hili linasikitisha, na si kama hawasikii tunayosema, wanasikia, lakini watafanya maonyesho kama hivyo, wanafanya maonyesho ya Mkomanile, hawaelezi historia yake kamili. Mkomanile anaweza kusema katika historia ndio mwanamke wa Kiislamu peke yake ambaye amezikwa kwenye kaburi la halaiki pamoja na wanaume. Haya ndio mambo ambayo yanasikitisha. Leo nimepita maktaba, natazama vitabu. Hapa tuna kitabu cha John Weekend, kimeandikwa na Eli Maritripu. Eli Maritripu namfahamu na nimekutana naye chuo kikuu cha Iowa Marekani, na tulizungumza, na alipotoa kitabu hiki aliniambia, Mohamed, hebu kipitie kisoma kitabu changu na andika kitu kuhusu John Weekend. Kuna huyu Susan Geiger kaandika wanawake wa
watano, wanawake watano humo. Alafu Zanzibar kuna hiki kitabu cha Bi Ugwa Mzahoro, na mimi nikifanyia pitio vile vile. Lakini cha kusikitisha kuwa hakuna mahali popote ambapo historia ya Khadija Mkomanile imeandikwa kwa uhakika wake, watu kamjua. Sasa haya ndio mambo ambayo siku ya mashujaa, shujaa Khadija Mkomanile wamemfanyia, kumwadhimisha, watu wamekwenda kutizama, lakini historia ambayo wanaisoma pale si historia ambayo ilitakiwa iwe. Assalamu alaikum.